mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Hata mara pengine ulipokuwa nyumbani, ulikuwa barabarani, kwenye biashara, mpaka mara pengine mpaka sasa upo kwenye biashara au upo nyumbani kwako, na neno hili tena limekufikia mchana wa leo na siku njema ya leo, nataka niseme neno moja. Kwa nini mshahara wa dhambi ni mauti? Kwa nini mshahara tunasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti? Ipo sababu ambayo inasababisha tuseme kwamba mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Tukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, tunaona Mungu anamuumba mwanadamu akiwa ni mtu ambaye hana dosari yoyote. Tunamwona Mungu kwenye ile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 3. Mungu anamuumba mwanadamu akiwa hana dosari yoyote wala makosa yoyote. Mungu alipomuumba huyu mwanadamu ambaye ni Adamu, akamuumba akawa ni mtakatifu, akawa ni mtu mkamilifu, akawa hana haja ya chakula, akawa hana haja ya mavazi, akawa hana haja mara pengine na magonjwa yalikuwa yapo kipindi kile. Lakini tunaona Mungu anapomaliza kumfanya huyu mwanadamu kwa mfano wake, akampa maelekezo, akamweka kwenye ile bustani ya Edeni. Najua hiki kisa na hizi habari sio mara yako ya kwanza kuzisikia, mara pengine nitapitia juu, lakini nitakaposema ya kwamba lipo suluhisho, utaenda kuelewa ni kitu gani tulichokileta mahali hapa. Mungu alipomuumba huyu mwanadamu akawa yuko salama kabisa, akawa hana haja ya chakula, akawa hana haja ya mateso, akawa hakuna magonjwa, akawa hakuna njaa. Lakini huyu mwanadamu alipoumbwa akaweka kwenye bustani ya Edeni, tunaona Mungu anampa maelekezo, akamweka kwenye ile bustani, akamwambia ya kwamba matunda ya mti yote waweza kula, lakini akampa sharti moja ya kwamba upo mti wa kujua mti wa mema na mabaya, ya kwamba usile matunda yake. Lakini tunaona yule mwanadamu akakeuka sheria ya Mungu na maagizo ya Mungu ambayo Mungu alimwekea, ya kwamba usifanye hili, ya kwamba usifanye hivi. Yule mwanadamu akakiuka. Siku moja Mungu akamtembelea huyu mwanadamu tena kwenye ile bustani ya Edeni, maana ilikuwa ni desturi Mungu kumtembelea mwanadamu kila jioni. Lakini hivi ile siku yule mwanadamu alipokwisha kula lile tunda, tunaona Mungu anamtembelea Adamu, anamuita Adamu, Adamu, Adamu. Adamu anaitika, anasema nani? Anasema Adamu akajibu akasema nimejificha. Mungu akamuuliza akasema kwa nini umejificha? Je, umekula tunda nililokuagiza usile? Adamu akasema jamani, huyu mwanamke uliyenipa ndiye sababu, huyu mwanamke uliyenipa ndiye sababu. Mungu akamuuliza Eva, kwa nini wewe Eva umefanya nini? Eva akasema jamani, sio mimi, jamani ni nyoka aliyenidanganya na kunitia ili niweze kula hili tunda. Sasa Mungu akaona ya kwamba tayari mwanadamu amekwisha kutoka kwenye njia yake, kwa sababu huyu mwanadamu alikuwa ameumbwa kwa thamani kubwa sana. Tambua chini ya jua Mungu alikuwa ameumba wanyama, alikuwa ametamka ndege, kuna mimea, lakini sikuona mahali popote Mungu aliposema ya kwamba Mungu akaumba mnyama kwa mfano wake, Mungu akaweka ndege kwa mfano wake, lakini akamuumba huyu mwanadamu kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Yani huyu mwanadamu aliyeumba kwa mfano wa Mungu ni mimi na wewe, ni mimi na wewe. Huyu mwanadamu akaumba kwa mfano wa Mungu. Mungu alipoona ya kwamba huyu mwanadamu amekwisha kula lile tunda, ndipo tunasoma kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 3 na ule mstari wa 23. Biblia inasema kwa sababu wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Yule mwanadamu alipokwisha kutenda dhambi, tayari utukufu wa Mungu ukaondoka juu yake, maana alikuwa hana haja ya kuvaa mavazi, alikuwa hana haja ya kuona, alikuwa hana haja ya kuwa na njaa. Lakini alipokwisha kula lile tunda tayari akajikuta yuko uchi. Ndio maana akakimbia kufanyeje? Kujificha. Alipojificha tu Mungu anamtembelea, anamuuliza uko wapi? Akasema nimejificha. Ndivyo ilivyo hata leo tunapohubiri hizi habari za Yesu. Mara pengine unasema hapana, mimi bado sitaki kuokoka, mimi bado mara pengine mimi nataka kunywa pombe kidogo. Kwani Mungu anitazami? Kwani Mungu mara pengine anijui kama mimi nilivyo? Sikiliza nikwambie, hizi habari tunazozileta ndizo habari zinaweza zikakutoa kule ambako Adamu aliangukia. Hizi habari tunazozileta ndizo habari zinaweza zikakutoa kwenye yale mateso
Kristo. Maana mwanadamu alipokwisha kula lile tunda, alipokwisha kumwasi Mungu, tunaona hapo ndipo chanzo cha kifo. Mungu alimwambia Adamu kabla jana lile tunda, alisema siku utakapokula tunda utakufa. Alimwambia utakufa. Lakini tunaona tayari mwanadamu alipokwisha kula lile tunda, ambaye ni Adamu na Eva, Mungu anatamka neno moja akasema, ulitoka mavumbini na mavumbini utafanyeje? Utarudi. Tayari tunaona hata kama Adamu aliishi miaka 930, lakini haikuwa msaada. Alikufa Adamu kwa sababu Mungu alisema utakufa. Adamu akamzaa Kaini na Abili. Tunaona Kaini alikuwa ni mfugaji, Abili alikuwa ni mkulima. Mdogo wake Abili, nataka niseme neno moja, yule Kaini akamwinukia mdogo wake Abili akamuua. Tena neno la Mungu linazidi kufanyeje? Kutimia. Kwa hata leo unapoona watu wanakufa, tayari ni neno la nani? La Mungu. Maana nataka niseme neno, hakuna mtu yeyote atakaye dumu milele hapa chini ya jua. Iwe mimi, iwe wewe ndugu yangu ambaye unasikia. Duniani ni lazima tuondoke. Duniani lazima tuondoke. Lakini kwa sababu Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, akamuumba kwa mfano wake, akaona kwamba hiki kitu alichokifanya ni kitu chema na ni kizuri, akaona hapana, asimwache mwanadamu apotee, asimwache mwanadamu apotee dhambini. Akaamua itengeneze njia. Mwambie mwenzako, sema njia. Mwambie mwenzako, Mungu akatengeneza njia. Ukisoma Yohana 3:16 tunaona Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda nini? Ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 10:9, Biblia inasema, katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, ya kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Kwa hiyo suluhisho tunalo, suluhisho la dhambi tunalo. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, yawezekana umefanya dhambi sana, yawezekana umeua, umezini, umefanya maovu, umeiba, lakini unasema mimi jamani ni wakwenda jehanamu, umejikatia tamaa. Hapana, lipo suluhisho. Yupo Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye alishuka kutoka mbinguni, akaja chini ya jua, akateswa pale msalabani, akaimwaga damu pale msalabani, akakubali kujinyenyekesha, akakubali kutubu, akakubali kupigwa, akakubali kufa. Alipokufa mwanaume, ile siku ya tatu mwanaume alipozikwa, akafufuka ile siku ya tatu. Ndizo habari tunazozihubiri, habari za Yesu Kristo, ya kwamba Yesu anaokoa, ya kwamba Yesu anasamehe dhambi. Mwamini leo ndugu yangu, utapata kusamehewa dhambi zako, utapata kusamehewa dhambi zako. Hakuna njia nyingine yoyote ambayo umewekewa mwanadamu ya kusamehewa dhambi zako. Nataka nikwambie njia ni Yesu Kristo. Ile Yohana 14:6 anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sikiliza nikwambie, hakuna mwanadamu yeyote ambayo utamwamini wewe atakaye kupeleka mbinguni isipokuwa mwanaume Yesu Kristo, isipokuwa mwanaume Yesu, isipokuwa mwanaume Yesu aliyekufa pale msalabani kwa ajili yako. Ndugu yangu mama, usisumbuke, usiteseke, usibabaike. Yesu kuokoka ni bure, kumwamini Yesu ni bure, sio gharama yoyote. Mara pengine unaweza kusikia manabii na mitume, mara pengine wanasema leteni hela, kwa sababu ya ile sadaka utakayoitoa ndio utakuwa msaada wako. Sikiliza nikwambie, unaweza ukapeleka zile fedha lakini msaada usipatikane. Unaweza ukapeleka zile fedha lakini majibu yasipatikane. Unaweza ukapeleka zile fedha lakini usipate suluhisho. Lakini tunaye mwanaume Yesu Kristo ambaye alikuja duniani. Kwa hiyo Yesu Kristo anawakubali wote, anakubali dini zote, anakubali watu wote, awe ni mdogo, awe ni mkubwa, awe ni kiwete, awe ni kipofu, awe ni kiziwi, yeyote akimkubali Yesu anaokoka, 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 anaokoka. Yesu ni Mwokozi. Tumewaletea habari za Yesu, tumewaletea habari za mwanaume Yesu. Unapomwamini Yesu Kristo atakufanya kuwa mwana wa Mungu.
Sikiliza nikwambie, hizi ni habari njema. Hakuna habari njema zingine zozote utakazokutana nazo zaidi ya hizi. Hizi ndizo habari ambazo ukiziamini utakuwa salama chini ya jua hata mbinguni kwa Baba. Nilipoenda Karagwe nikawa nahubiri habari za Yesu. Sasa nilipokutana na kikundi kimoja, watu wakawa naona ninavyohubiri, nasema Yesu anaokoa, Yesu ni njia, Yesu ni Mwokozi. Sasa wale wa baba wakasema na wamama wakasema, kakijana kameishiwa kakijana kanatafuta fedha, kakijana kameishiwa. Nikawaambia heri mungelijua, nikasema mungelijua musingesema ya kwamba kameishiwa. Tunaye mwanaume aliyekabidhiwa vyote mbinguni na duniani. Ukiwa na huyu Yesu Kristo, tambua vitu vyote viko ndani yako, tambua vitu vyote ni vyako, maana huyu Yesu alikabidhiwa vyote mbinguni na duniani. Unapomwamini Yesu Kristo hautateseka. Wewe unayesumbuka na magonjwa, unayesumbuka na shida, unatafuta fedha kwa anasa, sikiliza nikwambie, mwamini Yesu Kristo wa Nazareti, atakusamehe dhambi zako, atakutoa mizigo yako. Unawezaje kuokoka? Mwambie mwenzako, unawezaje kuokoka? Unawezaje kuokoka? Muulize tena, unawezaje kuokoka? Ukisoma Warumi sura ya 10 na mstari wa 9, ninapomaliza sasa, Warumi sura ya 10 mstari wa 9 inaonyesha ni jinsi gani utaokoka. Biblia inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utafanyeje? Utaokoka. Utafanyeje? Utaokoka. Ule mstari wa 10 unasema, kwa maana kwa moyo wa mtu huamini hata kupata haki yake, lakini kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Ewe mwanadamu, umeletewa habari hizi. Mwamini Yesu Kristo, kiri Yesu Kristo, utapata kuokoka. Hata kama umefanya dhambi sana, hata kama umefanya maovu sana, hata kama umezini sana, hata kama umekwenda nje ya ndoa yako, hata kama wewe bado hujaoa lakini umefanya uzinzi sana, unapomwamini Yesu Kristo atakusamehe dhambi zako, atakusamehe dhambi zako, atakusamehe dhambi zako. Wewe uliyesikia hizi habari, ni habari za mwanaume Yesu. Yeye ni mwingi wa rehema, yeye ni mwingi wa rehema, yeye ni mpole. Sikiliza niwaambie, Yesu ni mwingi wa rehema. Mwamini nanyi mtakuwa salama. Tazama, siku inakuja, hamtayaona myaonayo leo, hamtayaona yote myaonayo leo. Hata kama umetunza hela benki, hata kama unajenga nyumba nzuri, kumbuka ya kwamba Mwanza yako maorofa mengi, lakini yale maorofa kuna watu walijenga mpaka sasa hawapo. Kuna watu walikuwa na mashamba ekari hata 500, hata mara pengine unaweza kukumbuka hata zaidi ya maraisi waliokwisha kuondoka. Fedha walikuwa nazo, majumba walikuwa nayo, majina makubwa walikuwa nayo, lakini wameviacha vyote. Hivyo ulivyo navyo leo, kuna siku utaviona tena. Heri umwamini Yesu ukapate uzima. Heri umwamini Yesu ukapate uzima wa milele. Heri umwamini Yesu, heri umwamini Yesu Kristo upate uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niombe na wewe, hata kama upo kwenye biashara, hata kama upo nyumbani, hata kama uko barabarani, unaweza simama hapo hapo ulipo, maana tayari yuko Mungu mahali hapa. Yuko Mungu mahali hapa. Naweza ukaomba pamoja nami sala hii na Bwana atakuokoa. Unaweza ukasali pamoja nami sala hii, utaokoka. Kuokoka ni bure wala sio gharama. Kuokoka ni bure wala sio fedha. Mwamini Yesu Kristo utapata kuokoka. Naomba unifuatishe sala hii. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Yesu, nimelisikia neno lako, nami nimeamini ya kwamba wewe ndiwe njia na kweli na uzima. Namkataa shetani na njia zake mbaya, na kukiri wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Lifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike leo kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kunisamehe na kwa kuniokoa, katika jina la Yesu, amen. Popote pale sema